Kuawidhika ni kujua umuhimu wa kwamba mimi Mungu ameniumba nifanyeje, na baada ya kufanya hayo Mungu ameniwekea kiasi gani cha umri wangu, na baada ya umri kwisha nitapelekwa wapi, na baada ya kupelekwa hapo na kupelekwa naenda kutana na huyo ambaye ameniumba. Hii ndio innafaati dhikra sayadhakar man yakhsha. Mwenye kumwogopa Mungu anakaa ayafikirie hayo. Mimi Athumani nimeumbwa na Mungu, nifanyeje? Ile tu nilale nijisifu tu kuwa nina watoto wengi, nijisifu tu kuwa nina mashamba mengi? Hiyo sio madhumuni ya Mungu aliyomuumbia mwanadamu. Hiyo ni ziada ya kibinadamu. Maana kama ni kujisifu, kuna viumbe vingi tu hizi ambazo sisi tulivyo, kuna viumbe vingi tu hiyo ambayo sisi tuyafanya, wao nao wanayafanya. Ng'ombe pia si anazaa bwana. Kuku uzazi wake mmoja anaweza atage mayai kama 15 mpaka 20, na Mungu akimjalia vifaranga vyote hivyo vitoe. Sasa kama sifa kuwa na watoto wengi, basi ndio angepewa sifa kuku na angeingia peponi kuku. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda mpaka mimi na wewe kupewa akili ni neema ambayo hakupewa kiumbe mwingine, walipewa tu malaika na majini na wanadamu. Hii neema ya akili. Hivi viumbe vingine vyote vilivyopewa ni ufahamu. Ukizungumza ndio mume yako inapiga kelele kwamba huyu ndiye anayenipa majani na ndiye anayenipa maji ya kunywa. Ule ni ufahamu. Lakini akili ya kwamba ng'ombe sasa yachukuliwa imefungwa kamba, au watu 3 4 wamesimama wanaijadili ng'ombe waiuze, na kwenye kuiuza haina matokeo mengine, yenda chinjwa, ng'ombe ingekuwa na akili ingeanza kumuua huyo mwenye ng'ombe kabla ya kuchinjwa kwake. Wewe tu na mimi wakae watu 4 5 hapo wataka kuue, si utajitetea? Ndivyo sivyo? Utaanza kupambana mpaka uzidiwe nguvu, ni kwamba umemta mkoma. Maana tayari wafika mahala wewe uwalalamikia usimkula Mungu. Kuna ng'ombe iliyosema umemkuta Mungu, haina akili.